Mgombea wa ubunge wa jimbo la Ukonga kupitia chama cha ACT Wazalendo Bakari Shingo amesema uteuzi wake si bahati mbaya bali ni dhamira ya chama chake kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi wa jimbo hilo zinapatiwa ufumbuzi. Akizungumza jana Septemba 15, 2025 katika uzinduzi wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya Mombasa kata ya Ukonga, Shingo amesema wananchi wa jimbo hilo wamesumbuliwa kwa muda mrefu na ukosefu wa maendeleo licha ya kuwa na viongozi waliowapatia nafasi kubwa serikalini. Msikize Bakari Shingo akieleza kiundani. Tugombei kwa bahati mbaya. Tunagombea kwa sababu tumevurugwa. Mtoto wetu, kijana wetu tuliyemwamini ameshindwa kutulipa ihsani. Na ndugu zangu, nataka mfahamu kwamba siasa ni maisha. Siasa ndio inapanga mishahara, ndio inapanga posho, na ndio inapanga elimu, ndio inapanga afya. Kwa hiyo tunatakiwa ndugu zangu, kwa hali yoyote tupambane kwenye mpango mzima wa kuiondoa au kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Ndugu zangu, mbunge anayebaliza muda wake amekuwa kiongozi wa kata ya Gongo la Mboto kama diwani kwa miaka 5 na akawa meya, naibu meya wa miaka 5. Sasa tunazungumza baada ya kumaliza miaka 5 ya kwanza akachaguliwa tena kwa diwani, akapata pia nafasi ya umeya. Nafasi ya umeya maana yake ni kwamba yeye ndiye aliyekuwa mwenye mji huu wa Ilala, manispaa Ilala ilikuwa chini yake. Maana yake na baraza la madiwani na ana budget. Lakini ndugu zangu, hiyo haitoshi, akachaguliwa tena kwa mbunge, akapiga miaka mingine 5. Katika vipindi vyake vyote 5 vya mwaka huu anaumaliza muda wake, hajawahi kuja kwa wananchi na kuzungumza na wananchi. Hajawahi kuja. Na kwa nini hajaja? Kwa sababu si sehemu ya jamii yetu katika matatizo yetu. Naomba mtambue pia kuwepo hapa tupo kwa kazi maalum. Ndugu zangu, changamoto ambazo ni nyingi sana, lakini nazungumza zile ambazo zilipelekea mimi na wenzangu tukasema hapana, muda wa kumwachia Jerry ama huyu bwana mdogo unatosha. Ndugu zangu, na changamoto za msongamano wa wanafunzi madarasani. Sera ya elimu ya Wizara ya Elimu inasema wanafunzi katika chumba kimoja wawe 45 wasiozidi 60. Leo hii tuna watoto zaidi ya 100 kwenye chumba kimoja. Tumekuwa na meya wa manispaa Ilala mwenye budget na kupanga utaratibu wa madarasa, hakutusaidia. Tumekuwa na mbunge na sasa ni waziri, hajanufaika na hivyo vyeo. Lakini sio kama haitoshi ndugu zangu, tumekuwa na shida pia katika shule zetu za michango. Ndugu zangu, michango si halali. Michango ile ni wizi na ni dhulma. Kwa mujibu wa kodi na miongozo ya Wizara ya Elimu, michango yote ni batili. Lakini kwa nini imeendelea na kwa nini nimekita mizizi? Ni kwa sababu hatujapata mwaka. Hii ni VOT Media, jina langu Rebecca Mlakozi. Usisahau kushare, kusubscribe na comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.